Bwana anatukuzwa. Baba, ni asante kwa ajili ya fadhila zako. Tunakutukuza, tunakuinua. Pokea sifa zote hata milele. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyoko hapa. Tunakuinua, tunakutukuza. Maana uwepo wako Bwana uko pamoja na sisi. Tunauona utukufu wako, tunaona kibali chako. Neema yako inatenda kazi. Pokea sifa Baba, kwa makuna makusudi yako leo. Mambo ambayo umekusudia tunayaona katika jina la Yesu Kristo. Fahamu zetu zinaelimika, tunapata kubadilisha nia zetu katika neno la kweli. Baba, ni asante kwa ajili ya fundisho tena leo, maana tunaangasiwa, nuru inang'aa kwenye mioyo yetu. Kisa linaondoka, tunapokea ufahamu wa kweli, ufahamu ambao Bwana umejitosheleza katika kweli yote. Uimbitiwe, uinuliwe. Katika jina la Yesu tunaomba na kupokea. Tuseme amen. Tunaweza tukamakinika kabisa. Makinika kabisa. So ni washukuru kabisa, Baba yuko pamoja na sisi. Baba yuko pamoja na sisi. Neema yake inatenda kazi na hakika ni sifa na utukufu tunampa yeye. So leo kabisa chukua vifaa vyako vya study pia. Chukua vifaa vyako vya study. Unakuwa na Biblia, unakuwa na kitabu, unakuwa na kalamu, na usiache pia kuwa na akili mahali hapa. Akili mzuri, akili timamu kabisa kwa ajili ya kujifunza na kufanya study zetu za maandiko au za Biblia. Na hakika tutachengwa kuliko kawaida. Amen. Glory to God. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu somo ni kuja kwake Bwana. Tunaangazia mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo, na tunaangalia kipengele cha wajibu wa Mungu kwa wana wa Israeli. Wajibu wa Mungu kwa wana wa Israeli. Wajibu wa Mungu kwa wana wa Israeli. Nini Mungu amekusudia katika taifa la Israeli? Nini Mungu amekusudia katika taifa la Israeli? So wajibu wa Mungu kwa taifa la Israeli ndio kile kilifanya waitwe, wameitiwa kufanya kazi. Na tunaona kabisa kwamba kila ambacho Mungu amekusudia kwa taifa la Israeli, ama kila anasema kwa taifa la Israeli, ndio hicho alisema kwa Adam, alisema kwa Nuhu, alisema kwa Ibrahim. So ni hicho kabisa. So kuja kwake Bwana, ikiwa part 6D. Kuja kwake Bwana part 6D. Kuja kwake Bwana part 6D. Mpango wa Mungu wa mwanzo, tukiwa tunaangazia wajibu wa Mungu kwa taifa la Israeli. Wajibu wa taifa la Israeli, waliitwa kufanya nini? So Mwanzo 2:15. Mwanzo 2:15. Na washukuru kabisa waimbaji na wale wametangulia asubuhi. Baba awatie nguvu, awainue kabisa. Muone neema ya Mungu katika kupanuka na kukua katika wokovu. Na siku zote Mungu amewalinda. Bwana amewahifadhi. Anawaepusha na kila aina ya hatari ambayo inaweza kainuka, na lindwa na mkono wake. So fundisho kwenye leo pia tunaomba na kupokea kwamba macho yetu yanatiwa nuru. Au mlango wekwe nini? Utapika mtoto usipowekwa nini wewe? Tunatiwa nuru kabisa. Tunaangasiwa, tunatiwa nuru na fahamu zetu zinakuwa mahali ambapo bako sawa kabisa. Macho ya mioyo yetu inaangasiwa vilivyo, na hakuna makosa kabisa katika kuwasilisha na katika upokeaji pia wa neno la Mungu. Katikati yetu Bwana anatukuzwa, sisi tunapata kuchengwa. Amen. So Mwanzo 2:15. Mwanzo 2:15. Yes. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni. Akamweka katika bustani ya Edeni. Ailime na kuitunza. Ailime na kuitunza.
Kuna maneno kulima na kuitunza. Ni maneno yanayoongelea utumishi katika hekalu la Mungu. Abat Shamar. Tuliona kwamba maneno kuilima na kuitunza, KJV ametumia maneno kama to trace and to keep. Ni Abat and Shamar katika Kiebrania. So ni maneno ambayo yanaongelea utumishi katika hekalu la Mungu. Haya maneno yanaongelea utumishi katika hekalu la Mungu. So wajibu wa Adam katika uumbaji mpya wa Mungu alikuwa awe kuhani akitumika katika hekalu la Mungu. Tutajifunza, utakuja kuelewa kwamba bustani ya Eden ni hekalu la Mungu. So hatuna mbio, kila kitu kitakaa sawa. So wajibu wa Adam katika uumbaji mpya, tuliona kwamba Musa kwenye vitabu vyake anaongelea, kitabu cha Mwanzo ni mambo ya uumbaji mpya, usao mpya, uumbaji katika Kristo. So wajibu wa Adam katika uumbaji mpya wa Mungu alikuwa awe kuhani akitumika katika hekalu ambalo Musa ameelezea kama Edeni. Kama Edeni. Unajua wakati mwingine tukisema tutembee na vitabu za kuandika na nini, mkisikia nikisema wakati mwingine andika, wakati mwingine mwanafunzi huwa anasahau kuandika. Anakuwa unajua wakati mwingine unangojea kila ambacho kitakaa kama uandike, wakati huo mwalimu anajua kila ambacho ulikuwa uandike na hukuandika. So mara mingi wanapenda kusema write, andika. Mlienda shule, baadhi hapa tumepitia shuleni. Wewe ulikuwa unaandika kile unataka? Shuleni ulikuwa unaambiwa andika kile unapenda, si ndio? Kile mwalimu anataka, si ndio? So wakati mwingine wanafunzi wanakuwa wajeuri. Kile ungetarajia waandike wako andika. So mtasiti kunifumilia na kunisoelea hivyo tu miaka yote, unless uniombee neema nyingine tofauti na ya Kristo, ambapo sitakuwa nasema uandike. Alafu notes tutakuangalia notes ukuta umeandika vipengele viwili. Mwalimu somo lilikuwa la 2 hours. So wajibu wa Adam katika uumbaji mpya wa Mungu alikuwa awe kuhani akitumika katika hekalu ambalo Musa ameelezea kama Edeni. So Adamu alikuwa awe mtumishi. Adamu ameitwa kuwa mtumishi, awe kuhani akitumika katika hekalu la Mungu ambalo Musa anaelezea hilo hekalu kama Eden, bustani ya Eden. So bustani ya Eden sio shamba la viazi na mioko. Bustani ya Edeni sio shamba la viazi, sio shamba la mahindi, sio shamba la mauvakato. Bustani ya Eden sio shamba la chips. So unajua chips inatokea wapi? So unakuwa mtu wa kupanua sana, au unataka tu ambiwe shamba la Eden sio shamba la chips. So Musa anaelezea fact za kiroho akitumia mambo ambayo wako nayo na uzoefu. Musa anaelezea fact za kiroho. Akitumia mambo ambayo wako nayo na uzoefu. Yaani Musa anatumia mambo walio nayo na uzoefu kuwafundisha. So wakati ambapo tumekuwa tukifundishwa kwamba Mungu wa Musa pia, tuseme kwamba Musa pia alifanya kazi na wana wa Israeli sawa sawa na ufahamu waliokuwa nao, si ndio? Hakubypass ufahamu wao. So wakati mwingine ukiulizwa kwa nini Mungu hapendi kubypass ufahamu wa mtu, tunajifunza kutokea kwa Musa. Musa anatumia vitu ambavyo wana uzoefu navyo kwa ajili ya kuelezea
habari za Kristo. Haleluya. Ama habari za Mungu. Musa anaelezea fact za kiroho. Biblia muktadha wake ni wa kiroho. Utakuja kujifundisha wakati mwingine kwamba Biblia muktadha wake ni wa kiroho. Hiyo siku utapenda kweli kweli. Ni somo nzuri. Yaani mtu ndio tunakosa. Masomo ni mengi ya mzuri sana ambayo ungetamani watu wachue kwa haraka, lakini hakuna mbio. So Musa anatumia mambo ambayo wako nayo na uzoefu. So Waisraeli walikuwa ni jamii ya wakulima na wafukaji. Israeli ilikuwa ni jamii ya ukulima na ufukaji. So Musa anapotumia mambo ya kulima na kufuka, manake wanaelewa ni nini ambacho Musa anaongelea. Israeli ilikuwa jamii ya biashara, wanafanya mambo ya biashara, kulima na ufukaji. Yaani kupe chamsha pongo Ibrahimu aliahidiwa nchi gani? Ibrahimu aliahidiwa nchi gani? Ibrahimu alipewa ahadi ya nchi gani na jamii yake na uzao wake? Watoka kwa mambo ya spirit. Maana Ibrahimu ako spiritual, not spiritually, physically. Kanani, si ndio? Sasa usinijibu hili. Unajua Kanani iko wapi leo? Usijibu tafadhali. Maana si Waisraeli wako Kanani. Au unafika Kanani iko wapi? Ama wakufika? Umejiuliza walifika? Si walifika Kanani? So Kanani iko wapi? Usijibu hili. Ama Kanani leo ndio mnahitaji? Full stop. So Adam aliitwa awe nini? Mtumishi katika hekalu la Mungu. So Musa anatumia mambo ambayo ana uzoefu nao kuweza kuelezea kweli za kiroho. Uzoefu wa mambo waliokuwa nao. So Israeli ilikuwa jamii ya wafukaji na mesema wafukaji na wakulima na wafukaji, si ndio Ndio sababu Musa alitumia lugha ya kulima na kufuka, kwa sababu hiyo wataelewa. So kuna kulima na kutunza. Maneno haya kulima na kuitunza yana msingi katika utumishi katika hekalu la Mungu. Maneno to trace and to keep yana msingi katika hekalu la Mungu. Maneno ambayo Musa anaongelea kama kulima na kuitunza Edeni, maneno yale yana msingi katika utumishi katika hekalu la Mungu. Ni maneno yanayoongelea utumishi katika hekalu la Mungu. Maneno haya yanaongelea majukumu ya kikuhani. Maneno haya kuilima na kuitunza yanaongelea majukumu ya kikuhani. Yanaongelea majukumu ya kikuhani. Haya maneno yanaongelea majukumu ya kikuhani. Yanaongelea majukumu ya kikuhani. Maneno Abad na Shamar tuliangalia undani, tukaona kabisa inaongelea majukumu ya kikuhani. So hawa waandishi walikuwa wanaelezea utendaji wa Adam au utendaji wa ubinadamu katika uumbaji mpya. Waandishi hawa wa kitabu cha Mwanzo walikuwa wanaelezea utendaji wa Adam au wa ubinadamu katika uumbaji mpya au katika uumbaji wa Mungu. Au unaweza kusema mwandishi alikuwa anaelezea nini? Utendaji wa Adam ambao unaweza ukaita pia wajibu wa Adam, au wa ubinadamu, humanity,
ubinadamu, katika uumbaji mpya. So kitabu cha Mwanzo kinaongelea uumbaji mpya. Kitabu cha Mwanzo kinaongelea uumbaji mpya. Unaweza ukaita pia Agano Jipya. Maana Agano Jipya limekuwekwa Agano Jipya ndio linatangulia Agano la Kale. Haleluya. Unajua kitabu Agano Jipya ndio linatangulia. Maana kitabu cha Mwanzo kinaongelea Agano Jipya. Haleluya. So tunapangua vile Biblia imepangwa. Kulingana vile imepangwa Old Testament first alafu. Lakini ukianza kufanya study, Musa katika kitabu chake cha Mwanzo anaongelea kuhusu New Testament. Uumbaji mpya wa Mungu, usao mpya. So kitabu cha Mwanzo kinaongelea uumbaji mpya au Agano Jipya. Na huo ndio mpango wa Mungu duniani. Ndio mpango wa Mungu duniani. So wajibu wa Adamu alikuwa awe kuhani katika bustani ya Mungu. Wajibu wa Adamu alikuwa awe kuhani katika bustani ya Mungu. Wajibu wa Adamu alikuwa awe kuhani katika bustani ya Mungu. Wajibu wa Adamu alikuwa awe kuhani katika bustani ya Mungu, ambapo tunaweza kusema ni mahali patakatifu hapa duniani. Wajibu wa Adamu alikuwa awe kuhani katika bustani ya Mungu, ambapo tunaweza kusema ni mahali patakatifu hapa duniani. Nikisema duniani, wachana na kinachoonekana kwa macho ya mwili. Unajua mbingu iko duniani, japokuwa ionekani katika macho ya damu na nyama. Maana kwani Adamu atakuwa ataenda juko kama mbingu iko juu, alikuwa atatumika juko. Si Adamu alikuwa atatumika duniani, si ndio? Lakini sasa kuna Edeni ilikuwa duniani, lakini ni isiyoonekana katika macho ya damu na nyama, si ndio So mbingu ni wapi? Duniani. Glory to God. Sio kwa juu kwa mawingu please. So wajibu wa Adamu alikuwa awe kuhani katika bustani ya Mungu, ambapo tunaweza kusema ni mahali patakatifu hapa duniani. So Adam and Eve walijiondosha. Uwe makini kwa details zangu tafadhali. Hiyo base iko juu kabisa. Uwe makini kabisa katika details. Adam na Hawa walijiondosha. Uwe makini. Walijiondosha. Si Mungu aliwafukuza. Walijiondosha. Umetoa kabisa. Walijiondosha. Au unaweza sema walijitoa. Haleluya. So tunaona Mungu amemweka Adam kwenye bustani ya Eden, mahali patakatifu pa Mungu, ambapo tunaita ni hekalu la Mungu. Tuko pamoja? So Adamu na Hawa wakafanyaje? Wakajiondosha ama wakajitoa mahali ambapo Mungu aliwaweka. Tuko pamoja? Tuko pamoja jameni? Ole wako, ndani ya Kristo huwezi jiondoa. Wanzi umeingia. Hiyo tu ndio heri. Haleluya. Lakini kama ingekuwa wasi, kama wakati wa Adamu, unajua wengi wangekuwa wamejitoa maji. Wangekuwa wamejitoa mahali patakatifu pa Bwana. Sasa leo hii watu wanajitoa patakatifu pa Bwana kwa kutomtumikia Mungu. Kwa kutomtumikia Mungu katika kasi yake. Wanajitoa katika kasi yake. Lakini sasa oheri tu ni kwamba once umesaliwa. Lakini by the way, ndio sababu injili nyingi leo ukiacha ukijiondoa kwa kutumikia Mungu, wanasema umeanguka na mbingu uoni, si ndio
backslide, maana yake anahitaji kurejeshwa kwa wokovu upya. Anaombewa tena wokovu ndio sasa ionekana ataenda mbinguni. Na watu wenyewe wanatuambia kwamba wako safarini ya kwenda mbinguni. Maana yake mbingu hawajaingia. Sasa sijui walisaliwa aje mara ya pili. Mtu ambaye anasema wako safari ya kwenda mbinguni, akihubiri kuhusu kusaliwa mara ya pili atahubirije? Kwa sababu kusaliwa mara ya pili maana yake kuna mahali ambapo huko, si ndio? Kuna mahali ulikuwa kabla. So alafu Paulo anasema Paulo anaongelea kwa Wakolosai kwamba alituhamisha kutoka kwa nguvu za au katika ufalme wa giza akatuingisha katika ufalme wa mwana wa pendo. So kuna mahali mtu ulikuwa. So tumefuka kutoka mautini, tumeingia wapi? Uzimani. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So Adamu na Hawa walifanya nini? Walijiondoa ama walijitoa. Au kwa unaweza sema lugha nyingine kwamba walijitenga kutoka katika eneo takatifu la Mungu. Walijitenga kutoka katika eneo takatifu la Mungu. Adam na mkewe walijitenga kutoka katika eneo takatifu la Mungu. Maanake walijitenga, walijiondoa, walikaa mbali, waliporoka, walikaa mbali, walijitoa. So ni wenyewe. So eneo takatifu la Mungu lipo katika Mwanzo 2 ambapo linaitwa bustani ya Eden. Eneo takatifu la Mungu liko katika Mwanzo 2 ambapo tunaliita bustani ya Edeni. Bustani ya Edeni ni eneo takatifu la Mungu aliye hai. Bustani ya Eden ni eneo takatifu. Eneo takatifu. So Adam na Hawa walijiondoa katika eneo hilo takatifu la Mungu aliye hai. Kumbuka kwamba Mungu hakuwafukuza kutoka katika bustani ya Eden. Kumbuka hilo, note it. Likae tu moyoni na kichwani. Mungu hakuwafukuza Adam na Hawa katika bustani ya Eden. Maana kuna maneno unasoma pale nasema Mungu akawafukuza. Ndio sababu tunafanya study, tunajifunza Biblia. Mungu hakuwafukuza katika bustani ya Eden. Mungu aliwaweka, Mungu aliwaonyesha hapa ndio mahali penu. Aliwaweka katika bustani ya Eden, akawaonyesha kwamba hapa ndipo mahali penu. Hapa ndio mahali penu pa kukaa. Hapa ndio mahali penu pa kufunction. Mahali pa kufanyia kazi ni hapa. Lakini walijiondoa. Walijiondoa mahala pale. Ndio Mungu akija si hakuwakuta, aliwauliza mmeenda wapi? Siwaoni mahali ambapo niliwaweka. Mko wapi? So ukisoma kwa Kiswahili inaonekana kana kwamba ni Mungu aliwafukuza katika Edeni. Ukisoma kitabu cha Biblia Kiswahili inaonekana kana kwamba Mungu ndiye aliwafukuza katika bustani ya Eden. Inaonyesha ni kama kitenzi kisababishi. Yaani wakati unasoma inakaa kama kitenzi kisababishi. Lakini kwenye maandiko ya Kiebrania sio kitenzi kisababishi. Yaani inasema, nani anaweza kututafutia hapa nisomee penye iko? Penye inaongelea Mungu akawafukuza ama akamfukuza sijui. Wenyewe inaongelea Mungu akawafukuza sijui. Mungu akawafukuza. Mwanzo 3. Mwanzo 3. Acha nisome kuanzia mstari 22. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti uzima, akala akaishi milele. Hata hilo neno akaishi milele tutafanyia tu start kila kitu. Yaani hapo ndio kuna shida kubwa. Yaani Mungu hataki tena ukule matunda ya mti wa uzima.
So kulingana na hiyo statement inaonyesha Mungu hataki akule tena, hataki akule, anyoshe mkono kwa kula matunda uzima ili asiishi milele. Unaona hizo statement zina sajabu sana. Ndio sababu Biblia bila kuelezea, my friend. 23. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden. So unaona inaonekana kama ni Bwana alimtoa katika bustani ya Eden. Alime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. So tumesema sio Bwana alifanyaje? Alimtoa pale. 24 inasema basi akamfukuza huyo mtu. Unasikia vile naeleza? Bwana akamfukuza huyo mtu. Akaweka makerubi. Hilo neno anaposema wajia tu pale. Anaposema Bwana akamfukuza, linaonekana Kiswahili inaonekana kama kitenzi kisababishi. Lakini kwenye maandishi ya Kiebrania sio kitenzi kisababishi. Hata kama inasema Bwana akamfukuza, ukisoma kwenye maneno ya Kiebrania unaona hakuna participation ya Bwana ya kuwafukuza. Hakuna mahali Mungu amehusika kwa kuwafukuza. Ndio sababu tunapofanya study tunaona kwamba walijiondoa wenyewe mahali patakatifu ama kwenye Eden ambayo Bwana alikuwa amewaweka. So shikilia tu pale. So inakaa kama kitenzi kisababishi, lakini kwenye maandishi ya Kiebrania sio kitenzi kisababishi. Sio kitenzi kisababishi. So hilo neno Bwana Mungu akawafukuza kwenye Kiebrania inaelezea matokeo ya uasi wao. Hilo neno anaposema Bwana akawafukuza, ukianza kuangalia kwenye Kiebrania ama kwa kamusi ya Kiebrania utakuta kwamba inaelezea matokeo ya uasi wao. Hilo neno Bwana Mungu akawafukuza kwenye Kiebrania linaelezea matokeo ya uasi wao. Matokeo ya uasi wao ni matokeo ya uasi wa Adamu. Matokeo ya uasi wa Adamu ni kutokuwa bustanini. Matokeo ya uasi wa Adamu ni kutokuwa bustanini. Matokeo ya Adamu nini? Matokeo ya uasi. Matokeo ya uasi wa Adamu au ya uasi wa Adamu ni kutokuwa bustanini. Yaani matokeo ya yeye kuwa amekosa kuamini, kutotii kwake. Matokeo ni kwamba kilichotokea ni yeye kutokuwa katika bustani. Ni kutokuwa bustanini. Au unaweza kusema ni kutokuwa katika mpango wa Mungu. Matokeo ya uasi wa Adamu ni kutokuwa katika mpango wa Mungu. Manake alijiondoa katika mpango wa Mungu. Alijiondoa katika mpango wa Mungu. Au pia unaweza ukasema ni kutokuwa katika mahali patakatifu ambapo Mungu alikusudia. Matokeo ya uasi wa Adamu ni kutokuwa katika mahali patakatifu ambapo Mungu alikusudia awe. Maana Mungu alikusudia kwamba Adamu awe katika bustani ya Eden, lakini matokeo ya kuasi kwake akawa hayuko mahala pale, akajiondoa. Au pia unaweza ukasema matokeo ya uasi wa Adamu ni kutofunction katika wajibu ambao Mungu alikusudia kwao. Matokeo ya uasi wao ni kutofunction katika wajibu ambao Mungu alikusudia kwao. Kuna wajibu Mungu amekusudia kwa Adam na Hawa, lakini walipoasi manake matokeo manake ni kutofunction, ni kutowajibika, ni kutofanya wajibu wa Mungu ambao Mungu alikuwa amekusudia kwao. So mtu uchakua cha kufanya. Mtu uchakua cha kufanya. Mtu uchakua cha kufanya. Maamuzi yako katika moyo wa mtu. Mungu alazimishi mtu licha kuwa amekuumba, ama licha kuwa alimuumba Adam, alijua kabisa atakosea. So ni upendo wa Mungu kabisa kwa exercise kukupa maamuzi ufanye, uchakue. So mtu uchakua cha kufanya. Dhambi
inaonekana katika vitendo vya mtu. Dhambi huonekana katika vitendo vya mtu. Dhambi huonekana katika vitendo vya mtu kwa kupitia machakuzi. Dhambi huonekana katika vitendo vya mtu kwa kupitia machakuzi. So hakuna dhambi ya kutojua. Dhambi yote unayofanya mtu anakuwa amefanya nini? Ndio itwe dhambi, manake ni machakuzi kabisa ya kuamua. So unachakua kabisa. Usikae sana hapo kwa dhambi ya kutojua. Hadi bwana sikujua. So kama hukujua itaitwa dhambi. Hukujua sawa. So itwe aje? So dhambi inaonekana katika vitendo vya mtu kwa kupitia machakuzi. Kwa kupitia machakuzi. Kwa kupitia machakuzi. So tunapo trace dhambi katika kitabu cha Mwanzo, ndio sababu hatukai pa kusema dhambi ya kutojua. Tukianza kuelezea dhambi katika kitabu cha Mwanzo, ni kitu ambacho kabisa Adamu alijua nini anafanya. Aliamua kabisa 100%. Si nusu, aliamua kabisa. So kwa hao kujiondoa katika mahali patakatifu pa Mungu ni kwa hiari yao kabisa. Waliamua kabisa. Unajua Adamu, shetani hakuwa na uwezo wa kumfanya Adamu afanye majakuzi. Majakuzi yako ndani ya mtu. Shetani ndiye anakufanyia majakuzi. Sasa timu hino ukikosea waje kusema shetani alinishurutisha kufanya. Wewe ndio unaamua nini cha kufanya. Na Mungu akimuumbia mtu machakuzi, hakumuumbia shetani kando, kwamba shetani akae kando. Wakati Adamu anaumba shetani hayupo. Tuko pamoja? Mungu akuumba shetani, kwamba akamuumba Adamu akamwekea ka shetani kando kakae hapo kwa kumjaribu. Ona, nileta hivi, nitaleta mfano, alafu uta create mawazo yako zaidi, utapanua kuona shetani bila alikuja. Nitumie mfano wa Righteous kuja. Nitumie mfano wa mtoto. Ndio nikusaidie kuona bila kulifanyika. Huyu mtoto ako na dhambi huyu. Hapa kanisani mnajifunza. Wajeni mchezo. Huyu ana dhambi. Kuna wengine wanajua wanasema anayo. Huyu anajua nini cha kufanya. Anajua kufanya machakuzi huyu. So huyu hana dhambi, si ndio? Hata tunapohubiri hapa anasikia kama asikii, si ndio? So mtoto atafika age ya yeye kufanya machakuzi. Tuko pamoja? Amjaona nyumba za kichungaji wanatokea ambao si wamekataa Mungu kweli kweli, si ndio? Ama utasema kwa sababu alilelewa kwa nyumba ya kichungaji aliokokanga. Uokoki kama mchukua Yesu. Uokoki automatically kwa sababu wewe ni mtoto wa mchungaji. Huyu mtoto atafika age ambapo mbele yake atatokea Mungu na mbele yake atatokea shetani. Tuko pamoja? So Mungu atawakilishwa na watumishi, si ndio? Wakileta injili kwake, si ndio? Shetani atatokea na wale ambao pia ni watu ambao wanapinga nini? Injili. So nataka uchukue kwamba sasa huyu mtoto amefika kwenye age ya kufanya maamuzi. Anakuwa bado hana dhambi. Lakini age ambayo sasa amefika kwamba neno la Mungu likija kwake anaweza akaamua nini cha kufanya. Sasa wakati injili sasa, maana injili ndio ina separate mwenye dhambi na mwenye haki. Bila injili hakuna vile utasema ni mwenye dhambi na kuna vile utasema ni mwenye haki. Tuko pamoja? So once injili itakuja kwake,
na afundishwe aelewe. Nini imebaki? Afanye majakuzi. Sasa wakati atakataa hiyo injili, saa hiyo ataitwa kwa sababu kuna message imepitia wapi? Kwake, si ndio? So akakataa kuamini huo ujumbe ili asaliwe mara ya pili, ili sasa ingie katika umilele. Kuna wakati nimeshaiwaambia injili ikija haikuwa ina focus dhambi. Dhambi ni second option ambayo inakuja kumzuia mtu kufikia kile Mungu alikuwa amekusudia. Mungu alikusudia akimleta mtu, yani Mungu anataka familia. Mungu alihitaji familia. Na sasa mtu alipoumbwa, hajaumbwa kwa namna ya kuishi katika umilele. Sikiza kwa makini kabisa. Mungu peke yake ndiye ako katika umilele. Mungu ako nje ya muda. Viumbe vingine vyote akiwemo malaika wote na wanadamu wote na wanyama wako ndani ya muda. Tuko pamoja? Mungu peke yake ako nje ya muda. So anataka familia. Akimuumba mtu, huyu mtu manake ako ndani ya muda, hayuko nje ya muda. So Mungu anataka watu ambao watakaa nje ya muda kama yeye. Manake watabeba sura na mfano wake, watamfanania, watabeba maisha ya Mungu. Maana maisha ya Mungu ndani ya mtu yanakufanya uishi milele katika ulimwengu chao. Tuko pamoja? Sasa huyu wakati atafanya machakuzi ya kutokuamini neno la Bwana, ataitwa mwenye dhambi. Ataitwa mwenye dhambi. Haya, wakati anaitwa mwenye dhambi, macho yamebadilika, mapua yamebadilika, si ni mtu kabisa. Wakati tunasema ni mwenye haki, kuna kitu kimebadilika hapa. Ako vile. Lakini mabadiliko yamefanyika wapi? Katika ulimwengu wa roho. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Si mabadiliko yamefanyika rohoni, si physically. So mtu anapoitwa mwenye dhambi, hakuna mahali ambapo na ukimtrace na ufahamu wako kutembea kwa, yani utrace. Unajua hata mwenye dhambi akija anaweza kuja na matendo mema bado. Na tena ni mwenye na maneno mazuri. So huwezi trace tu hivi. Ati kwa sababu ama unajua hata wenye haki pia wanakosea. So utategemea kuona tu kwa nje kwamba ni mwenye haki au mwenye dhambi. Tuko pamoja? So hiyo shift ndio ilifanya inaenda sasa. Umebarikiwa sana. Hiyo shift ndio inafanyika kwa wakati wa shetani. Lucifer, malaika wa Mungu, uasi uliingilia wakati ambapo mwanadamu amepewa majukumu makubwa ya kuvitiisha hivyo viumbe vyote. So Lucifer anaingiwa na shauku ya kutamani cheo cha mtu, awe kama mtu ajitiisha kwake, mtu amwabudu yeye. So Lucifer hakutamani cheo cha Mungu, alitamani cheo cha mtu. Tuko pamoja? Sasa Lucifer katika kutamani kwake ndio uasi uliingilia kwa Lucifer. So kukawa na ile shift. So shetani akainuka, Lucifer akaanguka, hatamu akaanguka. So ghafla Lucifer amekaa kwenye nafasi ya Adam. So anaweza kumcontrol bila anavyotaka. Tuko pamoja? Tuko kanisani? So ndio nasema Lucifer na influence kwa Adam na Hawa, anabikana anataka nafasi yao. So Adam ndiye ana maamuzi ya kufanya. Amepewa cheo kuliko cha Lucifer, amepewa cheo kuliko cha malaika. Yeye ndiye amepewa kutiisha na kutawala. Lakini mistake aliyoifanya ni kumsikiliza yule shetani.
Lucifer wakati anaanguka analeta ushawishi, akakubali kutii badala ya kutii Mungu peke yake. So shetani hakuwa na uwezo wa kumfanya wa kuamua ni nini Adamu ataamua. Adamu alikuwa amepewa message, si ndio? Adamu alikuwa nabii kwa sababu aliona katika ulimwengu wa roho. Bwana alimwezesha. So alikuwa ni yeye ataamua. Lakini Adamu akaamua kwa moyo wake wote kwamba yeye hata kama mahali patakatifu ambapo Bwana alimweka. So dhambi ya Adamu ama uasi wa Adamu usimsingizie shetani. Ni maamuzi na majakusi ya moyo wake kwa hiari yake mwenyewe na mke wake. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo hii mtu akija kwambie pastor ni mbaya, hilo kanisa ni mbaya, namna wanaongoza, namna wanahubiri, huyo ndiye anakuamulia. Wewe mama mpo, wasichana wa mama mpo. Wakati mtu anaoleka, unaamuliwa na mtu. Kijana akija kwako akudress na kuletea maneno mazuri, nani anaamua kama atamkubali ama simkubali? Utaanza kusema mama alinisindikisha. Hata mama akiingilia ana uwezo wa kukufanya. Wewe ndio naamua kumuoleka kwa huyu kijana, si ndio Sasa ukishaumana unaingisha wasasi sasa. Chatuacha hayo. So dunia ni nzuri. Yaani ukishakosea sasa watu ndio wanalaumiwa. Na uliingia mzima peke yako. Wakati watu wako. Wakati ndugu anakuja kwako akinyemelea, akikuja kwa manyasini kule watu wa nyumbani wakati wetu. Sisi ndio hao kwa mandisi, kwa mahindi, kwa vichaka. Mzazi anajua kwa nyumba unalala. Kumbe ulitokea dirishani. Kijana unakaa kwa kina msichana. Baba ya msichana anakuja, anajisaidia juu yako na wewe umetulia pale. Unajua ni kisani. So unajua ametoka kwa taa kwa nyumba akienda nje aoni nini kiko. Anakochoa kwako tu na umetulia. Unasema na winda. Na sasa hiyo msichana ana uhakika kama uko nje. Unaenda na kumbe mimi nimeshaikaa. Nilikaa nje na kulikuwa na matanga, watu wameenda kwa matanga. Hata ndugu yangu mkubwa alikuwa analala naye nyumba moja. Na nikajua kwenye wamelala. Najaribu kutupa tumawe tudogo tukianguka ndani asikie kitu inaanguka sense wapi. Nilikaa mpaka saa 6. Nikatoka huko sijafua samaki. Wao nakumbuka masaa umeenda mpaka saa 6 kwa baridi. Unachukua tumawe tudogo unatupia hapo juu. Unatupia hapo juu kanaanguka ndani. Hakuna mtu anasikia bwana. Nani anakuwa mama ndiye anakusukuma baba yako? Ndio anakusukuma uende. Soki kishaumana. Omazi mnapata elimu Sasa watu ndio wanakuwa lawama. Na ulilala usiku tu, ulikuwa unakaa kwa manyasi, unaumwa na umbu, unajipangusa hivi tu na tusonge mbele. Sasa hata usikii. Uoni hata kunyeshe, unaenda mandisini umejifija. Sasa ukitembea kwenye mandisi unatembea hata mtu kama asungura mtu hawezi jua kama unatembea. Kwa sababu unajua inapiga kelele. Unatembea study. Sasa kikiharibika tunafaa tutengeneze kimya. Sasa tutengeneze kimya bila tuliingia. Yudi si kweli? Tengeneza kimya bila uliingia kimya. Basi sisi tuliona tu it has happened. Mambo mengine baadaye. Saa hii hata unakuta kijana na msichana wakati wanachumbiana, mnafanya harusi. Wasaila wanafanyishwa harusi wakati mwingine, si wote.
Lakini baadhi yao unakuta kumbe walikutana tu kitambo. Nyinyi mnafungisha harusi mkisema wow, sasa ndugu leo halali. Kumbe ni kitu lakini machoni pa watu mnawafanya waonekana kama watakatifu kweli. Kikisha umana ndio mnaanza kutoa asiri. Wakati huo mnaapishwa mmetulia. Leo ndugu halali kabisa. Kumbe masoea halali vitukani. Tuna shida duniani. Dunia yetu ni mzuri. Na hizi shida ambazo zinatukumba Bwana atatusaidia kwa roho wake. So, sijasema usielezee mtu wakati kimeumana. Ukiona mtu mzuri wa kuelezea, wala si wote, si ndio unamuelezea ili msaidiane kuinuana mawazo na nini cha kufanya. Usikufe na msiko peke yako, usikufe na hali peke yako, utakufa mapema. Kieleze na Bwana ataonekana. Amen. So, tumesema dhambi inaonekana katika vitendo vya mtu kwa kupitia machakusi. Mwanzo 2:21 soma. Mwanzo 2:21 twende pale. Mwanzo 2. Mstari 21. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe. Nasema Mwanzo 3. Mwanzo 2:21. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. So Bwana alimletea usingizi mzito. Sasa pay attention. Usingizi mzito. Naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja. Akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu aliotoa katika Adamu, Bwana Mungu akafanya mwanamke. Akamleta kwa Adamu. Hiyo ndio mnaitanga mystery Hapo kuna nini siri, si ndio? Wewe sisoma tu. Tumekuwa tukisoma, nani ameshaifanya utafiti wa mbavu za wanaume? Hakuna mwanaume mwenye akona mbavu chache kuliko wanawake. Zinatoshana? Zinatoshana. My God. Kama mwanaume akona mbavu chache, hiyo ni ulemavu. Mwanaume akona mbavu sawa sawa. Sasa ni kani ilitolewa? Kama kuna moja ilitolewa na mbavu si balance. Na sasa kama sisi ndio tulitolewa ubavu, sasa sisi ndio tunafaa tuwe wadhaifu na wake wawe na nguvu. Ukiangalia sayansi, vifaa vya kuangalia viungo vya ndani vya mwili vimebuniwa majuzi sana, sio vitu za kitambo vile. So wakati wa Musa hakukuwa na teknolojia yote ya kujua viungo vya ndani vya mwili. Exactly, yes. So hakuna vile ambavyo Musa alijua mbavu. Yaani maji wamekupea kitu ambacho ni cha nguvu sana. Na mara nyingi nimefundisha kwamba sayansi ya kina Musa na ya yetu ilikuwa tofauti. So Musa akiandika hakuwa na, kwenye macho ya Musa yeye hakuwa na ufahamu wa hii yenye sisi tunaona leo. Yaani Musa hakuwa na ufahamu wa hizi mbavu zetu hizi. Lakini sisi tunaweka mbavu zetu pale. Wakati Musa alikuwa anamaanisha kitu kingine. Kuna mstari mmoja siwezi nikakumbuka sana. Lakini kwa mstari wanatumia tumbo kuongelelea akili. So wakati wao walikuwa nafikiri, au kuna wakati fulani akili ilikuwa inafikiria iko huko. Walikuwa pia mtu anafikiria kufikia huko. Au wanajua kama akili iko kwa kichwa. So ni baadaye ndio vitu kama hizi zimekuja kuelezewa. Sasa mtu akikuguzia kichwa ama mtu akikwambia hivi, utajua anakuambia ufikirie ama utumie akili. Lakini kuna wakati hawako wanajua kama akili iko kwa kichwa. Unaona tuna kibarua. So Biblia inahitaji study. So kuna hilo neno usingizi. Kuna neno usingizi mzito. Ni neno gani kwa Kiebrania?
Neno usingizi mzito. Tuambie kwa haraka tusonge mbele. Hebu nisome tena vile tumesomewa, anasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Neno gani la Kiebrania? Neno usingizi mzito ni neno gani? Tatema, si ndio? T not for dog. D-A-R, alafu D for dog. E-M-A-H. D-A-R, D for dog, E-M-A-R. E-M-A-R, D-A-R, D-A-R, D-E-M-A-R. Tatema. Hili neno linazungumzia maono. Neno usingizi mzito kutoka kwa Kiebrania linaongelea maono, vision. Sasa hapo tuko darasani. Linaongelea vision, maono. Linaongelea supernatural ama supernatural. Unapewa kuona divinely. Unapewa kuona yani uoni katika, unapewa kuona kwa ndani. Si kule kuona kwa macho ya nje. Unaona kutokea ndani. Unaona maana yake unaona yani unapewa uwezo wa kuona katika ulimwengu wa roho. Tuko pamoja? Unapewa uwezo wa kuona katika ulimwengu wa roho. Tunaweza tukasema divinely granted appearance. Divinely granted appearance. Divinely granted appearance. Divinely granted appearance. Unapewa kuona mambo ya kiroho, sio kwa macho haya. So Biblia inasema Bwana Mungu akampa Adamu usingizi mzito. Alimpa kufanyaje? Kuona katika ulimwengu wa roho. Alimpa huo uwezo wa kuona katika ulimwengu wa roho. Ndio anasema sasa, unaona ukisoma kawaida vile tulikuwa tunasomeshwa asubuhi kama kawaida, mfano unachukuliaje? Ndio sahihi watu wanaomba Bwana awape usingizi mzito. Hebu acha tu. Bwana ndiye anapeanga watu usingizi walale. Na ukilala chache. Unaona, naweza nikasababisha sisi tuone katika roho. Mfano, naweza nikasababisha dreams hapa, naweza sababisha maono, na tutakuja kufanya wakati mwingine tukiwa tu hapa kanisani. So tutakuja kusababisha watu waote na waone maono, si ndio Alafu wakiamuka watatuelezea what they see, si ndio Nini ambacho wamekiona katika ulimwengu wa roho, si ndio Tuko pamoja? Sasa mambo ya kulala usingizi wa mwilini, mimi sitakusababisha ulale usingizi wa mwilini. Na huo utaona kitu. Takusababisha usingizi wa rohoni, yani kuona maono, to see visions. So ni divinely granted appearance. Unapewa kuona mambo ya kiroho, sio kwa macho haya. Kwa lugha nyingine, Adamu katika fungu hili, Adamu alipewa maono. Kwa lugha nyingine kwenye fungu hili ni kusema nini? Adamu alipewa maono, alipewa vision. Mungu alimsababisha Adamu kuona maono ama kuona katika ulimwengu wa roho. Mungu alimsababisha Adamu aone maono, aone katika ulimwengu wa roho. Na sasa bila study utabakia kwa usingizi mzito. Lakini unapoangalia neno tatema linaonyesha kwamba ni kasi, anaongelea visions, maono, kuona supernaturally. Mnajua
Yesu anaposema kwenye Yohana 1:18, sijui kama ni Yohana 1:18, wakati anasema kwamba hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Hivyo. Si kama ndiyo? Alafu haina maana kutokea kwa kina Musa. Kuna kitu Yesu anaongelea. Musa ama wakati wa kina Musa walikuwa na experience za kumuona Mungu supernaturally. Tuko pamoja? Wali experience uzoefu wao wa kumuona Mungu supernaturally. So Yesu anaposema hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote, ni physically. Tuko pamoja? So watu wanamuona Mungu wakati ambapo wanamuona Mungu kwa kumtazama Kristo. Tuko pamoja? So mpaka wakati Yesu yupo, watu wameona Mungu katika maono supernaturally, katika ulimwengu wa roho. Walikuwa waliwezeshwa kuona, lakini sio physically. Physically Mungu anaonekana katika Yesu Kristo. Haleluya. So Yesu akiwa duniani ni Mungu akiwa wapi? Duniani. Glory to God. So Adamu alipewa kuona katika ulimwengu wa roho. Adamu aliwezeshwa kuona katika ulimwengu wa roho. Tuangalia rejea hili neno usingizi mzito. Tuangalia rejea. Nikisema kuangalia rejea, manake ni penye hili neno pia limetumika ambalo linaongelea usingizi mzito. Tuangalia rejea ya hili neno usingizi mzito, ambapo neno usingizi mzito tumesema ni maono, ni vision. Ni maono. Mungu alimpa kuona katika ulimwengu wa roho. Mwanzo 15:12. Hilo neno liko pale ama limetumika pale pia. Mwanzo 15:12 nasemaje? Mwanzo 15:12. Anasema najua lilipokuchwa. Anasema najua lilipokuwa ni kichwa. Usingizi mzito ulimshika Abraham. Tumeona neno usingizi mzito. Neno usingizi mzito ni tatema, si ndio So ndio hilo neno. Usingizi mzito ulimshika nani? Abraham. Hofu na kisa kuu ikamwangukia. So sikia sasa. Sikia maneno hapa. Hapa tunaweza tukasema pia ona ukisoma, wacha tusome kidogo mpaka mbele kidogo. Alafu 13 inasemaje? 13. Anasema Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba. Aona sasa yale maono anaongelea usingizi mzito, pata tu ya hapo. Hofu na hiyo, alafu tunaambiwa Bwana akafanyaje? Akakuwepo pale, si ndio? So tutasemaje? Tutasema hivi, Abrahamu alitokewa na Bwana supernaturally. Ama supernatural. Abraham alitokewa na Bwana supernatural. Bwana alimtokea. Abrahamu alimuona Mungu. Alimtokea supernatural. So kuna maneno anaanza kumuelezea, si ndio Wangapi wanataka watokewe na Bwana? Hakuna hata mmoja. Kwa sababu umejua naongea kimzaa na nilikuwa namaanisha. Hamtaki kutokewa Matthew tu. Hata Mili, hataki kutokewa na Bwana. So Mungu alimtokea Ibrahim. Mungu alimtokea Ibrahim supernatural. So wengi walimuona Mungu katika Agano la Kale. Hilo neno tatema linatuonyesha kwamba wengi katika Agano la Kale walimuona Mungu, lakini supernaturally. Neno tatema linaongelea visions, kuona katika ulimwengu wa roho. So wengi walimuona Mungu katika ulimwengu wa roho.
Yesu anaposema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, anamaanisha kitu tunachokiita incarnation. Yesu alikuwa anaongelea incarnation, Mungu katika mwili. So hakuna mtu aliyemwona Mungu katika mwili mpaka Yesu alipokuja. Lakini kabla ya Yesu watu walimwona Mungu katika ulimwengu wa roho, supernatural. Na walikuwa na huo uzoefu kama Musa. Musa alikuwa na uzoefu mwingi mpaka alikuwa anaongea na Mungu kama rafiki. Mtu ambaye hako hapa na hapa. Alafu mtu anamdharau Musa. Wengi waliomwona Mungu katika wengi walimuona Mungu katika maono. Wengi walimuona Mungu katika maono. Si Mungu kama mwanadamu. Kwenye Agano la Kale wengi walimuona Mungu katika maono, lakini sio Mungu kama mwanadamu. Mungu kama mwanadamu anaonekana kupitia Kristo Yesu, ama wakati Yesu Kristo amekuja. So wengi walimuona Mungu katika maono, lakini si Mungu kama mwanadamu. Ibrahimu anaelezewa kama nabii wa Mungu. Alikuwa na huo uzoefu wa maono. Mtu ambaye anapewa uzoefu wa maono, manake is a prophet. Ni nabii wa Mungu aliye hai. Na ndio sababu Adam alikuwa nabii wa Mungu. Lakini hiyo nafasi aliikataa. Si unaweza pewa kanisani kwa mtumishi kanisani na ukatae bado? Ama? Na ndio sababu wakati wote hata utaenda ukutane na mtu anaona katika ulimwengu, mtu ambaye anaona katika ulimwengu wa roho, hata utoke hapa uende kwingine kote, utasikia tu akikwambia wewe ni mtumishi wa Mungu. Sisungumzii. Unajua wengi hawajui kwamba once unazungumzia utumishi, once tumeitwa kuwa watumishi. Jambo moja. Lakini sasa kutumika kwenye kanisa la mahali. Tuko pamoja? Kwenye kanisa la mahali, licha kuwa sisi wote ndani ya Kristo ni watumishi, tumeitwa to serve. Manake, lakini kuna mwito ama kuna calling ambao huwa inafanyika katika kanisa la mahali. So wakati umeitwa kusimama mbele na kuhudumia watu kwenye kanisa la mahali, hicho unaweza ukachiondoa. Na hata pia, maana nazungumzia hilo kwa sababu ikija kwa swala la wote tumeitwa, sisi wote ni watumishi ndani ya Kristo, si wote wanajua hilo. Si unajua hivyo? Si wote wanajua hilo, andeli umefundishwa. Watu wote wanajua wale wako mbeleni ndio watumishi kwa pulpit, hao wengine sio. Lakini kila nazungumzia ile special calling ambayo unakuwa unaitwa ukiwa kwenye kanisa la mahali. Unafanywa kwamba tumika hapa. Lesoma hapo nielezea hivi. Kwa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Verse 4. Anasema basi pana tofauti za karama. Sabali roho ni yeye yule. Alafu verse 5 anasema basi pana tofauti za huduma. Na Bwana ni yeye yule. Na huduma ni mtu anawasilisha ile karama. Alafu basi anasema kisha pana tofauti za kutenda. Anasema bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Hapa mtale nayo imedhibitiwa kwa zile karama 12. Lakini nielezee kama tukanuni. So ndani ya kanisa, japokuwa kila mtu ni mtumishi. So kila mtu ako na huduma. Lakini anasema pana tofauti za huduma. Lakini roho ni yeye yule. So pana
tofauti za kutenda kazi, lakini roho ni yeye yule. So wote mnaweza kuwa, so kuna uwezekano watu hilo neno kutenda kazi linakuja liko sawa kabisa. Utendaji sasa katika nyumba. So wote mnaweza kuwa, kwa mfano sio kila mtu kanisani anaweza kuwa anaona kiroho. Lakini kuna mtu anaweza kuwa anaona kwa kiwango kikubwa kuliko mtu mwingine. So kuna tofauti za kutenda kazi, lakini roho ni yeye yule. So mwingine anaweza kuwa labda wote tunaweza ponya wagonjwa, lakini namna ambavyo mtu mmoja anaponya wagonjwa ni kwa wepesi sana kuliko kila mtu. So unapata kuna kutofautishwa, lakini roho ni yeye. Ndio maana Paul alikuwa anaambia kwamba watumie hizi karama kwa ajili ya kufaidiana, sio kwa ajili ya